Naam, asante mpenzi mtazamaji wa Yamba Letu TV pote pale ulipo na kusalimu. Imani yangu kubwa ni kwamba wewe ni muheri na mzima wa afya. Nikualike mara nyingine tena katika live mahoni kutoka hapa Yamba Letu TV. Mimi ni Thompson Unjibata Ngalwa William, mwanamfalme wa kizazi cha nne chenye utukufu tele. Karibu sana. Upande wa pili kule leo nasaidiwa na Arlen Batandi. Tunapatikana Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuja kukuletea habari mbichi kutoka hapa. Lakini katika live mahoni ya leo tunazungumzia nini? Mada yetu mezani ni kwamba Ubelgiji, la Belgique, ennemi de la RDC. Ubelgiji, rafiki mbaya na adui wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unalitambua hilo? Unasemaje? Yapi maoni yako kuhusu mada tutakayozungumzia kwa siku ya leo? Katika mada hii tutaona namna gani Ubelgiji ni adui wa Kongo na wakongomani wenyewe adui wa nchi yao. Mkongomani adui wa mkongomani mwenzake. Tutazungumzia katika mada hii namna vile katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tulionayo ilivyohaririwa, ilivyoandikwa. Wanani wameandika hiyo katiba? Wabunge, les députés nationaux et provinciaux, namna gani wamechangia kwa asilimia kubwa kuiuzisha Kongo. Tunaposema lugha ya kuuzisha Kongo ina maana kuleta vurugu zilizomo nchini Kongo. Wa députés ambao tuko nao wenyewe walisiege, ce sont des responsables directs, sababu kazi ya mbunge ni kutengeneza sheria. Kwa hiyo inapotengenezwa sheria nchini na umeweka saini, na maana umechangia kwa hilo swala. Na hivi nchi tumeanza kampeni za uchaguzi. Wakati kampeni zimeanza, lazima wananchi tuwawekee vitu wazi. Ili wakati mnapoenda kupiga kura, pigeni kura mkibalance vitu vizuri sana. Msiseme kwamba vyombo vya habari, waandishi wa habari, bwana mwanamfalme, hamjatuambia tukapiga kura hivi kipofu. Amna, sisi kazi yetu ni kupasha, kuhabarisha na kuelimisha wananchi. Tutakuwa na habari mbichi, taarifa ya habari hipo katika live mahoni yetu ya leo. Nikusalimu kwanza bwana Leki brother pote pale ulipo Marekani, USA, huko mnatupata vizuri. Msaka Sadi kutoka USA anasema kwamba nakupata vizuri bwana Thompson. Sijawasahau watazamaji wetu wa huko Goma, akiwepo bwana Vedast hapo mjini Goma, maeneo siyakumbuki tena, lakini unakuwepo na hospitali yako hapo vizuri sana. Nikumbushe pia mpenzi mtazamaji ni kwamba ukiwa na mzigo wako uko Marekani, Kanada, unataka ufike Tanzania, ufike Burundi, ufike Kongo, kuna kampuni inayofanya kazi ya kusafirisha mizigo inaitwa Asak Express. Ila pia ukiwa na mgonjwa wako Uvira, Fizi, Walungu, Mwenga, mfikishe pale Uvira kwenye route Mwamibantu, Rugembe, pale utakuta centre hospitalier inaitwa Majaliwa. Hapo wanatibu vizuri zaidi. Mpenzi mtazamaji, tutakuwa na taarifa ya habari. Tutarudi kwenye chumba chetu cha habari huko anakopatikana Tony Kambambili na Bitunza Rusia Bernadette, mama Uria na Mapendo Mfalme, kwa kukuletea taarifa ya habari. Hila nikukumbushe mada yetu ya leo. Ubelgiji, rafiki mbaya na adui wa Kongo. La Belgique, ennemi de la RDC. Kwa nini Ubelgiji adui wa Kongo? Inafahamika wazi Mbeleji kafanya ukoloni, ni mkoloni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati Ubelgiji ametoka, Mbeleji ametoka Kongo kurudi kwao, ameenda shingo upande, hajataka. Na kwa kuwa ameenda shingo upande, wakamfanyia mauaji ya kikatili baba wa taifa Emery Patrice Lumumba. Kauliwa kikatili Lumumba na Wabeleji, kwa kuwa walikuwa hajataka kutoka Kongo. Na Wabeleji walitamani kwamba uhuru wa Kongo uwe nusu inchi, na maana Kongo ya Mashariki ibaki chini ya himaya yao. Na kwa kuwa Wakongomani wamewawekea spidi, wamewawekea kala moto mgongoni, wakati ambapo hawajamaliza kuchuma mali na rasilimali za mashariki mwa Kongo, Wabeleji kwa kuwa waliacha mali nyingi udongoni kupitia makanisa, haswa mapadre, basi Mbeleji akawa ameondoka
Na kwa wakati huo miaka 1960 Umoja wa Ulaya ukawa umeunga sana Lumumba mkono na serikali ya Kongo kwamba Mbeleji bwana unatakiwa uondoke. Wakaondoka, lakini Mbeleji bwana kaambia wenzake huko kwamba mmenifukuza, ila Kongo bado kupatamu hapo. Tumeni watu wakakague. Wamekuja watafiti, wataalamu wanaitwa expert, wamefanya michakato yao, wakagundua kwamba Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et une grande partie de la province de Tanganyika kuna mali nyingi sana. Kwa hiyo hizi sehemu haziwezi kuachwa. Vita ndio vikaanza hapo. Ndio sababu. Nani chanzo kachokonoa nani? Mbeleji. Kipindi ewani ni live Mahoni. Unatupata kutoka wapi? Sauti yangu unasikia kwa faswa? Unanisikia namna gani? Ila kumbuka kwamba kuna ombi hapo la msaada. Usikose kutuma msaada wako wa vifaa ili tuendelee kupatia habari mbichi kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kabla kuingia kwa kina kwenye pointi yetu, tunarejea kwenye chumba chetu cha habari kukuletea taarifa ya habari. Ninakusalimu mpenzi mtazamaji wa Yambali Yetu TV pote pale ulipo. Imani yangu kubwa ni kwamba wewe ni muheri. Karibu kufuata taarifa ya habari ya Kiswahili ya masaa 24 yaliyopita. Arlen Batandi yuko upande wa kamera, mimi ni Thompson Unjibata Ngalo William, mwanamfalme wa kizazi cha 4 chenye utukufu tele, na kwanza ni muktasari wake. Wazalendo na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamezuia shambulio jipya la M23 wanaosaidiwa na Rwanda Jumapili mapema ya Novemba 19 katika kijiji cha Karenga tarafani Masisi, mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa DR Congo. Watu 6 wameripotiwa kufa juma lililopita huko Kibati na Buvira tarafani Nyiragongo, Kivu Kaskazini, kwa shambulio la watu wanaojihami na silaha. Kumekuwa na kambi mbili za upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kubishana na rais aliyopo madarakani Bwana Felix Tshisekedi, ambaye anawania muhula wa pili wa kiti cha urais nchini humo. Kambi ya kwanza ni ya Moise Katumbi Chapwe akiungwa mkono na Matata Mponyo, Frank Diongo na Seth Kikuni, wenga mwingine ukiwa ni wa Denis Mukwege pamoja na Martin Fayulu akiwa pia upande wake. Karibu katika taarifa hii ya habari ya masaa 24. Habari kamili. Karenga. Vijana wazalendo na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamezuia shambulio la Wanyarwanda la Jumapili Novemba 19 pembezoni mwa kijiji cha Karenga tarafani Masisi, mkoa wa Kivu Kaskazini. M23 toka Rwanda walishambulia kambi za wazalendo na FARDC tangu saa 11 alfajiri ya Jumapili hiyo. Walijaribu kwenda pia Magera, kando kidogo ya Kilolirwe, halafu wakaja hapo Karenga. Duru za mahali zimearifu taarifa hii. Wazalendo walikungutana nao na wahasi hawa M23 kutoka Rwanda hawajafaulu chochote, ila raia wengi wa maeneo hayo wamekimbia vita na kutoka maskani yao. Kigoma, Tanzania. Serikali ya Tanzania katika mkoa wa Kigoma imetoa msaada wa zana za kisasa za uvuvi wa samaki ndani ya ziwa Tanganyika mkoani humo. Msaada huo ni wa boti 9 na vifaa vyake uliotolewa kwa wavuvi wanaoendesha shughuli zao za kuvua samaki katika ziwa Tanganyika huko nchini Tanzania. Serikali ya Kigoma imearifu vyombo vya habari kwamba msaada huo ni wa thamani ya shilingi milioni 5. Nyiragongo. Watu 6 wameuliwa na genge linalojihami na silaha juma lililopita ndani ya halmashauri za Kibati na Buvira tarafani Nyiragongo, mkoani Kivu Kaskazini. Ni kwenye kilomita karibuni 10 hivi kaskazini kidogo mwa mji wa Goma, mji mkuu wa mkoa huo. Mashirika ya kirahia husema kwamba kati ya watu hao 6, 2 walikuwa ni mume na mke wake waliokuwa wakirejea nyumbani kwao kwa njia ya pikipiki. Tukio hili lilifanyika si mbali sana na kituo na geti moja ya kundi moja linalomiliki silaha eneo hilo. Goma. Gavana wa muda wa mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amezindua Jumamosi Novemba 18
Kampeni inayoitwa Naipenda Nchi Yangu, nilisapoti jeshi la taifa. Kampeni imezinduliwa mjini Goma mbele ya waalikwa mbalimbali. Generali Peter Chirimwami amewataka raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haswa mashariki, hususan katika mji wa Goma, kuliamini jeshi la taifa la Kongo FARDC, ambalo kwa mujibu wake linafanya kila jitihada ili kulinda usalama. Kiongozi huyu amethibitisha kwamba jeshi la taifa limejitahidi kuzuiza M23 na wadau wake kukamata mji wa Goma. Uzalendo upo na wazalendo usaidia jeshi, bali watu waache kulichafua jeshi la Kongo. Amesema hayo amiri jeshi mkuu wa Goma na gavana wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Kisangani, Moise Katumbi Chapwe, mgombea kiti cha urais, ameanza Jumatatu hii kampeni yake katika mji wa Kisangani, mkoa wa Chopo. Maelfu ya watu yalikuja kumsikiliza mgombea huyo wa kiti cha urais. Jukwaa lilikuwa limepakwa rangi ya chama chake cha Ensemble, huku na mabango mengine mengi ya picha zake yakibandikwa. Alihutubia kwenye mjengo wa posta mjini humo. Wagombea Frank Diongo, Seth Kekuni, Augustin Matata Mponyo Jumatatu hii, na tangu Jumapili wengine Jumamosi, wameonyesha nia yao ya kumuunga mkono mgombea huyu. Kura ya maoni iliyochekechwa na kupigwa huko Afrika Kusini. Lakini pia wagombea wengine kama vile Martin Fayulu bado yuko kwenye winga wake mwenyewe akiendelea na kampeni zake, ila pia Denis Mukwege. Wagombea hao wa upinzani waalika wanachama wagombea wanaounga Moise Katumbi Chapwe mkono, waalika wanachama wao kumpigia kura Moise Katumbi. Licha ya upinzani wote huo, Felix Tshisekedi, rais aliyopo madarakani, asema kwamba ataendelea kumenyana na hana uoga wowote licha ya muungano uliofanywa na wapinzani wake. Hatimaye ni Masisi. Taslimu familia 1200 za watu waliokimbia vita tangu mwezi Oktoba uliopita hawana misaada yoyote. Raia hawa wanapitia kipindi kigumu cha maisha, wengi wao wakiwa ni watoto wadogo, wanawake, haswa wajawazito, ambao kadha hunyeshewa na mvua bila kuwa na hema zozote za kupungia na kukimbilia mvua hizo. Hawa wanapatikana katika kambi ya mpito ya Bihambwe, ni tarafani Masisi, mkoa wa Kivu Kaskazini. Wahanga hawa wanapitia kipindi kigumu cha maisha. Mashirika ya kiraia uripoti wamoja ulala vibaya, wengine wengi utandikwa na njaa. Walio wengi walitokea Kichanga, Burungu, Kausa, Masisi ndogo ambayo inaitwa kwa Kifaransa Petit Masisi. Wengine wametokea Ruvunda na kwingineko. Wamelundamana katika mlima wa Bihambwe. Mwisho wa taarifa hii ya habari ya masaa 24 yaliyopita kutoka hapa Yambali Yetu TV, ambayo inaongozwa kwenye upande wa kamera na Arlen Batandi, na kwenye chumba chetu cha upishi huko Bitunza Rusia Bernadette Mama Uria na Mapendo Mfalme. Mimi ni Thompson Unjibata Ngalwa William, mwanamfalme wa kizazi cha 4 chenye utukufu tele. Ukitaka kujua siri ya kizazi hicho, wasiliana nami. Asante. Turejee hapa mpenzi mtazamaji kwenye mada yetu. Ni msalimu mtumishi wa Mungu anaitwa Emmanuel na Dunia Batandi huko mjini Goma. Tunawasalimu sana. Wanaendelea kuipata kabisa Yambali Yetu TV. Hatujamsahau pia anaitwa Mama Zigire, Mama Bia Dunia. Wanapatikana huko Goma. Wanasema kwamba mwanamfalme tunakupata vizuri sana. Ila pia anaitwa Kabamba bin Gombwa Papias. Mzee wa kazi. Asante sana huko Uvira. Unasema kwamba nakupata nikiwa Uvira, ila tayari njiani kuelekea Bukavu. Vizuri sana. Tunarejea kwenye mada yetu. Tunazungumzia nini kwa siku ya leo mtu wangu? Kumbuka kwamba ukiwa mjini Goma kuna hospitali kule ambayo inatibu watu kwa kutumia mizizi na miti ambayo Mwenyezi Mungu ameumba. Hiyo hospitali inaongozwa na daktari anaitwa Vedast. Anwani yake tutakutolea hapo baadaye baada ya kukutana naye. Ila pia huko Uvira kuna hospitali moja inaitwa Majaliwa, inatibu watu vizuri. Na ukiwa na mzigo wako kutoka USA, Marekani, Canada, basi ukitaji kutuma huko Afrika,
Ukiwa na vitu vingi, usivitupe jalalani, usivichome. Ndugu zako barani Afrika wanavihitaji, unaweza ukawaagizia kamera, ukawaagizia televisheni hizo, runinga, ukawaagizia vitu kaza wa kaza, hata makompyuta, hata viti, hata vitanda vinafika Uvira, vinafika Bujumbura Burundi, vinafika Tanzania, vinafika Goma, vinafika mahali popote DRC kupitia kampuni moja inaitwa Asak Express. Asak Express. Huyu bwana Itongwa Loanga anasema kwamba pole sana kwa watu wa Baraka kutokana na mafuriko. Tunarejea kwenye mada yetu, tunasema kwamba Ubelgiji ni adui wa Kongo. Katiba ya Kongo ina mambo 12 muhimu ambayo wabunge awaambie wananchi, na linafanya wakongomani wengi kuwa wamepumbazwa. Ukienda nchi kama vile Tanzania, ukienda nchi kama vile Malawi, ukienda nchi kama vile Zambia, ukienda nchi kama vile Mozambique, Msumbiji pale, ukienda nchi, ukitembelea nchi kama vile Uganda, Rwanda, nchi kama vile Burundi, Kenya, wananchi wamepepesuka. Ni wasilimu, ni waherevu. Wafanya siasa wametengeneza wananchi wao vizuri. Wafanya siasa wa Kongo wao ni kukimbilia bungeni tu. Unajua siri mtu wangu? Kila mara nakwambia hapa kwenye live maoni. Plus de 23 000 candidats à la députation nationale pendant que on est en train de chercher 500 députés. Wangapi watakosa? Lawama zinaenda wapi? Usifikiri kwamba wanakosa hivi, kuna njama, kuna siasa, mfumo unaotengenezwa na wazungu. Mtu wangu, live maoni hapa tukiweke wazi. Ni kwamba kuna baadhi ya mashirika yanatengenezwa na watu wanaolagai wa Kongomani. Wanaunda watu, wanawapa pesa kutengeneza vyama vya siasa, ili wanapokuwa wengi bungeni wanawapa sheria, muweke hii sheria kwenye katiba. Wanapewa vitita vya pesa, wabunge wanapewa vitita vya pesa, wanapasisha ile sheria. Huku wananchi hamna chochote. Wanao wawakilisha wameshapasisha. Kila mara niko nasema hapa, kirdan na mnofu wa nyama unauzisha Kongo. Ina maana mbunge ameshapewa zaki mnofu wa nyama, chupa la bia hapo mezani, kirda iko acha vile wa mshere, sife hivi, est-ce que toi tu as waziri? Hautaokoa nchi bwana, leta ni saini, una saini. Unafikiri miaka 10, 20, 30, 40, 80 hapo baadaye wakongomani vizazi vijavyo vitakwenda wapi kwa saini ya kwako? Unajua wanani wametengeneza katiba ya Kongo? Wamehariri, unawafahamu wakina nani? Tuwasome basi. Katiba ya Kongo ambayo kwa sasa inaleta mgogoro mkubwa. Bwana William Amuri ya Kutumba katika live yangu iliyopita hapa amesema kwamba watu wasiende kwenye uchaguzi kabla ya kifungo 217 cha katiba ya Kongo akijakosolewa. 217e article de la Constitution de la République démocratique du Congo doit être révisé. Kwa nini ya Kutumba amesema hivi? Hichi kifungo kinasema hivi: Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaachia udongo wake kwa majirani kwa kusaidia wale majirani uhusiano bora ikiwa kwao wamesakamwa. Kwa nini sasa watu wa Goma walalame kwamba tuko mwe security? Security nini? Wadepute wao wamesaini kwamba Goma itakwenda kwa Rwanda. 217 article. Ituri wako wapi? Wanani wako Ituri? UPDF. Unafikiri kweli ni mfumo wa kusema kutengeneza jeshi kwamba wanasaidiana na jeshi? Alipo MONUSCO inatakiwa kuondoka, lakini operation Springbok unaifahamu imetengenezwa Goma. Wafanya siasa wengi wa Goma, mashirika ya kirahia, watu wa makanisa wamehalikwa siku chache zilizopita katika mkutano na MONUSCO na viongozi wa kiserikali, wakakubali operation Springbok. Unafikiri MONUSCO atakwenda? Unafikiri vita vitamalizika? Vitaendelea ili waendelee kubaki. Kwa hiyo ni huo mfumo. Nani chanzo? Ubelgiji. Kwa kuwa kuna vitu vyake vingi wakati alikuwepo hapa halikuwa hajavipata. Maana Kongo kilikuwa ni kitu cha mfalme wa Ubelgiji ambaye hakuwa raia wa Ubelgiji. Leopold wa pili, le roi Leopold II, le roi des Belges. Il n'était pas belge. Alikuwa ni mfalme wa Wabeleji lakini hakuwa Mbeleji. Kongo kilikuwa kitu chake. Nimekuambia kwenye live iliyopita mkutano wa mwaka 80 na Nehemia 84 na Nehemia 85 kule Berlin, Conference de Berlin. Kaitisha mkutano huo alikuwa nani? Kansela wa Ujerumani. Kansela wa Ujerumani kaitisha huo mkutano. Huku Leopold akiwa faragani.
wakakubaliana na Ufaransa, sababu Mfaransa alikuwa amejitwalia nini Kinshasa, yalikuwa makao yake ambayo alipewa na nani, na Mkongomani. Nikakwambia anaitwa nani, Roi Makoko, ndo kachukua Kinshasa akampatia akapatia Ufaransa. Wakati huo Wareno wanasema Kongo mali yao kwa kuwa nani, ni wao wamevumbua. Unafuata hivyo? Nani Mwingereza anasemaje yeye, mimi nataka niingie Kongo sababu apate urahisi wa kusafirisha mali kupitia Tanzania. Mjerumani akitaka aunganishe wapi na wapi. Hayo yote tumewazungumzia hapo. Lakini sasa wakati ule wa Berlin, yale mataifa 13 yalikuwa mataifa 13 yaliyokutana kule Berlin, na taifa moja Uturuki, ikiwa sijapotokwa, Uturuki akawa nani, akawa mwalikwa rasmi, observateur. Wakanyanganya Leopold Kongo, wakapatia Ubelgiji. Historia hii inafahamika. Sasa Mbeleji sasa alivyochukua, muda mfupi Lumumba anakuja, bwana ondoka, tunataka uhuru. Naondokaje bwana, mnofu wa nyama kirda bwana, mimi sijarizika. Kwa hiyo tuchanganye mambo. Sasa katiba ya mwaka wa 2004 2005 kwa mujibu wa Yakutumba, les accords de Remera, 4e article ya accord ya Remera na 7e article ndo vita ambavyo vimaliziki vya M23. Rwanda, Kagame anajipiga kifua kusema kwamba toute cette partie là ni partie ya Rwanda. Article ya 4 wamesaini wanani, wa Kongomani. Ndio maana mwanzo nikasema Mkongomani hadui wa nani, wa Mkongomani. Mbeleji, Ubelgiji adui mbaya wa nani, wa Kongo. Mpaka sasa Jean-Claude Van Damme, si mnafahamu, alikuwa mcheza sinema, leo ni Mkongomani, kapewa uraia wa Kongo, mlijui hilo, si ana passport ya Kongo. Wanani wamesaini, wa Kongomani. Wanane ambao wako kwenye mstari wa kwanza kusaini yote, wabunge leo wanakuja kwamba vote tumepita Masisi, tumepita maeneo mengine huko, mabango yamekaa. Wananchi wale wanaoteswa, wanaoteseka leo wanatarajia kupigia kura wale waliokuwa bungeni. Mimi nikifanya uchambuzi ningekwambia raia usichague mbunge aliyekuwepo madarakani, sababu toutes les difficultés de la RDC leo ce sont les députés, mtu asikufiche. Sio rahisi. Nimetoa mfano wiki iliyopita wa Daktari John Pombe Magufuli. Kila mara yule rais alikuwa akisema hivi, chagueni wabunge wazuri. Mkichagua wabunge vibaya au wabaya, na miaka 5 mingine ya kufanya nini, ya kuteseka. Sasa Wakongomani ni wepesi wa kusahau mambo. Nimekwambia ile 23,000 kandida leo wengi wanatengenezwa na wachafu wa Kongo ili katiba ongezwe vitu vijisheria vya kuangamiza Wakongomani. Katiba ya mwaka 2004 na mwaka 2005 imeaririwa. La rédaction sur la table rédactionnelle waliokuwepo watu watano baba: Nicolas Bane, Mbelejiji huyo; Daktari Evariste Boshabe, si Mkongomani, na wakina Werasoni wanamuimba. Werasoni msomi, Koffi Olomide msomi, Felix Wazekwa msomi, mwalimu tena wa chuo kikuu, lakini utasikia wanaimba tu. Evariste Boshabe kaskariri amehandika katiba hii, na ndani ya katiba hii ndo mnasema kwamba tutasede une partie de la terre, 217e article. Usome na article ya 10 ya constitution ya Kongo, uelewe vizuri wapi kunatokea vurugo za Kongo. Wabunge kwa nini wasije wakasomea wananchi katiba kifungo kwa kifungo na kuwaelewesha? Wana huo muda, maana wabunge wamepewa pesa, wabunge wanakula hela. Sasa wewe ambao unatarajia kugombea kwenda kule, utakwenda kubadilisha nini wakati ambapo Wakongomani udhaifu wao mkubwa ni woga wa kufa? Hata sisi tunapopanda jukwani hapa kukuletea vipindi kama hivi tunatishiwa sana usalama, tunapigiwa simu huko na kule, wewe kijana, wewe utauawa. Wewe unafikiri kuna mtu ambaye hatakufa? Mtu wa tatu aliandika katiba ya Kongo anaitwa Dr. Marc Buzit. Wazungu hao baba. Ndo kuna msanii mmoja kule Uvira na anaimbaga anasema Dr. Bob Kabamba
na mtu wa tano ni Dr. Pierre Varnjas. Hao watano ndo walikaa wataalamu, wakajikunja baba, wakajipinda baba. Hao watano wakajikongoja, wataalamu wao wasomi. Kwa nini usije kaambia ndugu zako wa Kongomani kwamba jameni, tumeandika ile katiba lakini 1 2 3? Hawapo, fanani watasema. Kwa hiyo ngoje nikuonyeshe mambo 12 yaliyomo ndani ya katiba ya Kongo. La kwanza ni utangulizi. Wafaransa wanaita introduction et la généralité sur la constitution de la RDC. Wabunge nyinyi mmeshakuja kuambia watu wenu, lakini unakuja tu unakuta député candidat anakuja na mabati manjanja. Je vais donner des tôles à telle église. Na pana huku unajenga kilalo. Katiba baba. Na wakati ukimuuliza sasa wewe ulitufanyia nini? Mbunge kazi yake sio kujenga madaraja, ni kutunga sheria. Umetunga sheria ngapi? Swala la pili katika katiba ya Kongo, umbo la taifa, la forme de l'État. Kongo iko na forme gani? Utakuta même un professeur, un enseignant de l'école secondaire, utakuta hajui, hajaambiwa. Elimu muhimu za kufundisha wananchi zinaanza kuja kwa university. Kuru kama vile ya SM. Inchi kama vile Tanzania ni elimu kubwa. Ndio elimu inaitwa elimu ya uzalendo. Education civique et morale. Kwa école primaire, l'éducation à la citoyenneté, kuru ya Mugin 1. Nakuta mtu sasa ndo anakuja kujua katiba ya nchi yake. Mugin 1. Mambo ya balkanisation, les historiens, unakuta wanakuja kuyasoma Mugin 2. Ndo nakuta Mugin 2, watu ndo wanakuja kusoma l'histoire générale du Congo. L'histoire de la balkanisation. Vitu vyote kama hivyo ni vya kuanza kwa école primaire, kwa école maternelle. Ndio maana utakuta mtoto msomi wa Kongo na msomi wa Tanzania tofauti. Tanzania 6e école primaire mtu anakuwa mwalimu, lakini Kongo miaka na miaka conjugué verbe tena. Sasa mtu amefanya miaka 12 kwa anasoma français ingali naenda mapinda. Kwa hiyo Kongo wanafikiri kwamba kusema Kifaransa sana ndo kusoma. Tunawaita katika elimu ya wazalendo, wanaosema Kifaransa wanaitwa walugaluga. Wasomi wa Kongo wanaitwa walugaluga. Hawajui kulitetea taifa lao. Swala la tatu katika Kongo ni swala la uraia wa Kongo. Nani Mkongomani, nani asiye Mkongomani? Evariste Boshabe kasahini na mbunge wewe ukasahini. Swala la 4, haki muhimu kwa wote na mapashwa ya mwananchi. Je, Wakongomani wanaelewa mapashwa yao kwa nchi? Kuna Wakongomani wengine wanakuwa na lawama, Tshisekedi kafanya hili kafanya ile, Moise Katumbi atafanya, na wewe umeshafanya nini kwa taifa lako? Unasubiri maire de la ville aje afyagie kwako? Yeah. Kwako kuna pori, maire de la ville ndo haje sasa apalilie pale nyumbani kwako. Mapashwa ya mwananchi kwa taifa lake. Fika Tanzania, mtoto wa miaka 5 hakiona mtu kama vile anamshakia na muuliza baba tufahamiane, unatoka wapi unaenda wapi? Lakini Mkongomani, twende mon cher, acha mapite mon cher, acha vile di, wewe ndio utasauver pays mon cher. Ili haribika depuis kala. Mboka kufa kala. Nafuata hayo mambo. Swala la 5 kwenye katiba ya Kongo, usawa wa madaraka. Legislatif. Na hapo wanazungumzia kuhusu mamlaka ya urais, wabunge, maseneta na siasa. Swala la 6 katika katiba, mamlaka ya vyombo vya sheria. Swala la 7 ni mikoa, les provinces. Tuna mikoa mingapi? Inaweza ikaongezeka namna gani? Nord Kivu, kama tunaweza kukata Nord Kivu, nini kinaweza kusababisha ikato? Watu wanafunzwa haya. Depute kazi yako ni nini? Ni kutuletea mchele, kugawia watu chumvi. Wanagawia watu chumvi, wanauza nchi, yanaenda kununua Ulaya. Maana wote wanajijua kwamba wamesha kwa wageni au watakuwa wageni. Ndio maana unakuta wabunge wote Ulaya, watoto Ulaya. Kwa nini wapewe mishahara mikubwa? Unafikiri kwa nini? Mwalimu anapewa mshahara mdogo, askari mshahara mdogo, mbunge mshahara mkubwa, sababu amechangia kuuzisha nchi. Sasa mtu ameuzisha nchi atapewa
atatoa mshahara mdogo. Wabunge wenyewe walikuwa 2011, 2001 ni wabunge wenyewe walikuwa nome, na wote wakalazimishwa kufuata les accords de Remera. Articles accords ya Remera zikakuwa inclus mu constitution de la RDC. Mkataba mazungumzo ya Sunset ilikuwa ni tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2003. Sunset, Afrika Kusini. Tuangalie namna gani ya kuunganisha nchi ipate kwa nchi moja. Tuchukue kutoka mashariki. Waliotakiwa kwenda kwenye mkutano huo hawakwenda. Kukatengenezwa watu wengine wakapelekwa kule kwa ajili ya kwenda kuliangusha taifa. Tunayafuata. Swala la 9. Swala la 8 kwenye katiba ni mamlaka ya asili. Le chef coutumier, le pouvoir coutumier. Inatumika namna gani nchini? Swala la 9 ni uhusiano na nchi za kigeni, masuala ya nje. Swala la 10 ni namna ya kufanya mabadiliko ya katiba. Kama mabadiliko ya katiba yanaweza kufanyika, kwa nini wabunge les 500 députés? Na tukichukua Est, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, kunatoka wadepute wengi. Kwa nini wasipropose ke 217e article ibadilishwe au kifungu fulani na kifungu fulani kibadilishwe? Kwa nini? Lakini subiri, nenda huko mitaani, sikia maspika huko mabafle yanavyopiga. Mtoto wenu anakuja, mtoto wenu mchagu. Umeshafanya miaka 5, lakini kwa nini usiketi chini? Ninamsamini sana mzee mmoja anaitwa Norbert Basengezi Kantitima kwa jambo hili hapa. Anasema kwamba nimeshawahi kuwa bungeni. Kwa nini mimi tu kila mara kupigiwa ngoma, kushangiliwa, tusiachie nafasi kwa watu wengine? Na wewe kwa nini usiachie wengine? Tanzania wana mfumo wao mmoja wa kusema kwamba ukiona unazomewa, jiuzulu. Ukiona mambo unayoyapanga yaendi, jiuzulu. So utakuwa mfanya siasa gani unagagania? Watu wengine bwana. Asante sana Arle Batandi. Tunamalizia makala yetu na kipindi chetu cha live mahoni. Naona watu wameshaandika hapa ni Lukuki. Swala la 11 ni mambo ya dharura, na swala la 12 ni ukomo. Makubaliano ya mazungumzo ya Sunset Afrika Kusini ya tarehe 1 Aprili mwaka 2003 ndiyo yaliyofuatwa kwa kuunda katiba hiyo. Unaniona? Alipata Sunset. Na wengine watakwambia mimi ndiye niliyetumwa. Ulitumwa na nani? Ukafanya nini kwa kusaidia taifa la Kongo? Umelisaidiaje? Mbeleji, Ubeljiji, rafiki mbaya na adui wa Kongo. Mkongomani adui wa Kongo. Rahia na yeye anachangia kupeleka pabaya nchi yake. Ukipiga kura vibaya wakati huu, usilaumu waandishi wa habari na vyombo vya habari kwamba hawajakuelimisha, hawajakuhabarisha. Wabunge waliokuepo bungeni tangu mwaka 2001, waliomudu mwaka 2006, wabunge wa 2011, wabunge waliotumika mwaka 2018, ndio muwadai. Kama kweli balkanization itatimia, hao wadepute muwadai wanapewa mishahara mikubwa kwa sababu ya kuzima ghasia, kwa sababu ya kufumba macho wasiweke sheria kadha wa kadha. Na wagombea kama ni wengi leo, plus de 23000 candidats, ni kwa ajili wengi wametumwa, wamesukumwa ili wafanye nini? Waende kupasisha sheria kadha wa kadha za kuendelea kuangamiza Kongo. Lakini hili taifa ni Yerusalema mpya, hii Yerusalema ya Mungu. Kuiweza si jambo rahisi. Kuiweza hapa Kongo kuna vita vikubwa vya Mungu na shetani. Kwa hiyo kama unapewa pesa kwa kuliangamiza taifa, basi jua kwamba unapambana na Mungu. Ukichokoza Kongo unamchokoza Mungu. Na ukipenda adui wa Kongo, wewe ni mtoto wa shetani. Kipindi live maoni, unanisikia namna gani? Unanipata kutoka wapi mtu wangu? Upi mchango wako kwa mada ya leo unayoisikia? Kwa kumalizia kipindi chetu cha leo, tunarejea huko studioni kwa taarifa ya habari.
Ujambo na karibu kufata taarifa ya habari ya masaa 24 yaliyopita kutoka Yambalieto TV ambayo inaongozwa kwenye upande wa kamera na Arlen Batandi. Kwenye chumba chetu cha wariri huko na upishi yupo Bitunza Rusia Bernadette. Mimi ni Thompson Unjibata Ngalo William, na kwanza ni muktasari wake. Wazalendo na FARDC, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wamezuia shambulio mpya la jeshi la Rwanda M23 mapema Jumapili Novemba 19 katika kijiji cha Karenga tarafani Masisi mkoa wa Kivu Kaskazini. Watu 6 wameripotiwa kufa juma lililopita huko Kibati na Buvira tarafani Nyiragongo, Kivu Kaskazini, kwa shambulio la watu wanaojihami na silaha. Kumekuwa na kambi mbili za upinzani kwenye kiti cha urais nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kumenyana na Felix Tshisekedi. Kambi moja inaundwa na Moise Katumbi, Matata Mponyo, Frank Diongo na Seth Kikuni. Winga mwingine ni wa Denis Mukwege, ila pia Martin Fayulu upande wake. Habari kamili. Karenga. Vijana wazalendo na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamezuia shambulio la Wanyarwanda M23 la Jumapili Novemba 19 pembezoni mwa kijiji cha Karenga tarafani Masisi mkoa wa Kivu Kaskazini mashariki mwa DR Congo. M23 toka Rwanda walishambulia kambi za wazalendo na FARDC tangu saa 11 alfajiri ya Jumapili. Walijaribu kwenda pia huko Magera kando kidogo ya Kilolirwe, halafu wakaja hapo Karenga. Wazalendo walikungutana nao na wahasi hawa wakufaulu chochote, ila raia wengi wamekimbia maskani yao. Kigoma. Serikali ya nchini Tanzania katika mkoa wa Kigoma imetoa msaada wa zana za kisasa za uvuvi wa samaki ndani ya ziwa Tanganyika mkoani humo. Msaada huo unaundwa na boti 9 na vifaa vyake uliotolewa kwa wavuvi. Serikali ya Kigoma imearifu vyombo vya habari kwamba msaada huo ni wa thamani ya milioni 5 pesa za Tanzania, yani shilingi. Nyiragongo. Watu 6 wameuliwa na genge linalojihami na silaha juma lililopita ndani ya halmashauri za Kibati na Buvira tarafani Nyiragongo kwenye kilomita karibuni 10 hivi kaskazini mwa mji wa Goma, Kivu Kaskazini. Mashirika ya kiraia husema kwamba kati ya watu hao waliouliwa, 2 alikuwa ni mume na mke, walikuwa kwenye pikipiki wakirejea nyumbani kwao. Tukio hilo liliendeshwa maeneo jirani ya kituo na geti moja ya kundi moja linalomiliki silaha. Goma. Gavana wa muda wa Kivu Kaskazini amezindua Jumamosi Novemba 18 kampeni inayoitwa Naipenda Nchi Yangu na alisapoti jeshi la taifa. Kampeni imezinduliwa mjini Goma mbele ya waalikwa mbalimbali. Generali Peter Chirimwami amewataka raia kuliamini jeshi la taifa na kulipatia sapoti kubwa. Amesema kwamba uzalendo hupo na wazalendo wanasaidia jeshi lao, ila pia sio vizuri kulichafua jeshi la taifa. Tulisamini jeshi letu, amesema Amiri Jeshi Mkuu wa Goma na gavana wa Kivu Kaskazini. Huko Kisangani ni kwamba Moise Katumbi, mgombea kiti cha urais, ameanza Jumatatu hii Novemba 20 kampeni yake katika mji wa Kisangani mkoa wa Chopo. Maelfu ya watu yalikuja kumsikiliza mgombea huyo wa kiti cha urais. Jukwaa alikofanyia hotuba yake ilikuwa imepakwa rangi ya chama, huku mabango mengi ya picha zake yakibandikwa. Alihutubia kwenye mjengo wa posta. Wagombea Frank Diongo, Seth Kikuni na Augusta Matata Mponyo Jumatatu hii wamejizuiza kuingia dimbani kuwania kiti cha urais. Hawa wamesema wataunga mkono Moise Katumbi. Wagombea hao wa upinzani wahalika wanachama wao kumpigia kura Moise Katumbi Chapwe. Lakini upande mwingine, Rais Felix Tshisekedi Chilombo anasema kwamba licha ya wagombea wa upinzani kujiunga, yeye haogopi na hatetereki. Taslimu familia 1200 za watu waliokimbia vita tangu mwezi wa Oktoba uliopita hawana misaada yoyote ile ya kiutu. Hawa wanapatikana katika kambi ya mpito ya Bihambwe tarafani Masisi mkoa wa Kivu Kaskazini.
Wahanga hao wanapitia kipindi kigumu cha maisha. Wamoja hula vibaya, wengi hutandikwa na njaa. Walio wengi walitokea Kichanga, Burungu, Kahusa, Masisi ndogo, Peti Masisi, Ruvunda na kwingineko. Wamelundamana katika mlima wa Bihambwe. Wanaomba misaada kwa watu wa moyo mwema kuwatolea msaada. Mwisho wa taarifa ya habari ya masaa 24 yaliyopita kutoka Iambalieto TV. Arlen Batandi alikuwa upande wa kamera, Tunza Rusia Bernadette kwenye upishi huko, na Tony Kambambili hakitusaidia kwenye chumba chetu cha ufundi huko. Tukumbushe kwamba mpenzi mtazamaji, ukiwa na mzigo wa kusafirisha kwenda Afrika kutoka USA, Marekani huko, kutoka Canada, ukitaka mzigo ufike Tanzania, Burundi, Kongo, unaweza kutumia kampuni inaitwa Asak Express. Inasafirisha mizigo bila tatizo na itafika. Na ukiwa na mgonjwa wako huko Uvira, Fizi, Walungu, mlete kwenye hospital Majaliwa, ukipanda na Mwami Bantu kule Rugembe. Ila pia huko Goma unaweza kumuona bwana Vedast, anatunza watu kupitia madawa ya miti, madawa ya majani, ambayo ni utaalamu wa kisasa. Ni kushukuru sana kuungana nami mwanzo mshenga katika kipindi hichi cha live mahoni ya tarehe 20 mwezi Novemba mwaka wa 2023 kutoka Masisi, mkoa wa Kivu Kaskazini. Mimi naitwa Thompson Unjibata Ngalo William, mwana mfalme wa kizazi cha 4 chenye utukufu tele. Nikutakie kila laheri, nasema alamsiki.